Kupitia mradi wa HEET, chuo chetu kinaendelea kuboresha miundombinu yake, mazingira ya kujifunzia na mazingira ya kufundishia. Pia tunajenga uwezo wa kutekeleza tafiti zenye tija kwa taifa letu na dunia, vile vile kwa wananchi, pamoja na kujenga nchi yetu. Mheshimiwa Rais, pamoja na kufanya hayo, ulitoa maelekezo mahususi matatu kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kutumia sehemu ya fedha za mradi huo. Uliagiza tujenge jengo la taaluma na utawala hapa katika Taasisi ya Sayansi ya Bahari, jengo ambalo ujenzi wake ulikuwa umesimama kwa takribani miaka 20 iliyopita. Pia uliagiza tujenge kampasi mpya 2, moja katika mkoa wa Lindi na nyingine katika mkoa wa Kagera. Mikoa hiyo haikuwa na vyuo vikuu vya serikali. Ninayo heshima kutoa taarifa kwamba maagizo yako tumeyafanyia kazi kwa ukamilifu. Ujenzi wa kampasi za mikoa ya Kagera na Lindi unaendelea vizuri. Tulikuwa na makamu wa rais kule, tulikuwa Bukoba na makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi tarehe 15 Disemba kwenye hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya Kagera. Tulikuwa Lindi na Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba tarehe 20 Disemba kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kampasi ya Lindi. Ni mategemeo yetu kwamba ujenzi utakapokamilika utatupa heshima ya kufika katika kampasi hizo tukukabidhi. Wanakushukuru kwa kuwakumbuka na wanakushukuru kwa kuwajali. Taasisi ya Sayansi ya Bahari hapa Zanzibar sasa imekamilika kama ilivyokusudiwa zaidi ya miongo 2 iliyopita. Kwa namna ya kipekee tunakushukuru wewe binafsi na serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza, na kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayoongozwa kwa umahiri mkubwa na Profesa Adolf Mkenda na Profesa Nombo. Tunawashukuru Mheshimiwa Rais, tunawashukuru kwa kutuletea mradi wa HEET na programu mbalimbali ambazo zimekuwa chachu kubwa ya maendeleo na ustawi kwa chuo chetu. Hatua hizi zimeendelea kukiimarisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama taasisi ya elimu kinara kitaifa na yenye kutambulika kimataifa pia. Vile vile tunatoa shukurani kwa Benki ya Dunia kwa kuendelea kuwa mshirika wetu wa maendeleo katika kutekeleza mradi huu wa kimkakati. Ningependa kutumia nafasi hii kutoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mchango wake muhimu aliyoutoa katika kufanikisha mradi huu. Mheshimiwa Rais Mwinyi ametuwezesha kupatikana kwa hati miliki ya ardhi ya eneo hili na tukaweza kuanza utekelezaji wa mradi. Ninakushukuru kwa dhati kwamba ulisikiliza kilio chetu kwa muda mrefu na kuchukua hatua mwafaka bila ajizi. Umetupatia suluhisho. Hakika wewe ni Samia Suluhu. Kupitia maono yako ya kuimarisha elimu ya juu, sayansi na utafiti na maelekezo yako juu ya mradi wa HEET kuyapa kipaumbele katika maeneo yanayohitaji kuongezewa nguvu, leo umetibu changamoto yetu ya muda mrefu. Pokea shukrani zetu za dhati Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, majengo haya mapya uliyoyazindua, jengo la taaluma na utawala, bweni la wanafunzi wa kike, si miundombinu tu, bali ni msingi muhimu wa kuendeleza tafiti, kutoa mafunzo bora na kuchangia katika kukuza uchumi wa bluu
pamoja na maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla na ukanda wetu. Kwa kuzingatia umuhimu wa mradi huu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini katika kila hatua. Nilikuwepo wakati wa utiaji saini wa mikataba ya ujenzi. Nimekuwa nafuatilia, kutembelea mara kadhaa, kukagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi. Mimi na wenzangu chuoni tuliona ni heshima kubwa kukuomba wewe binafsi, Mheshimiwa Rais, uwe mgeni rasmi wa hafla hii ili kutambua mchango wako binafsi na wa serikali unayoiongoza katika maendeleo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla.